Kwa utaona mkataba mzito kuliko mikataba yote. Tena mkataba huu kama mnaweza mkauandika, andikeni unaitwa mithaqan ghalidha. Mkataba mzito, mikataba mizito ambayo Allah anasema ndani ya Qur'ani, mikataba mizito aliyozungumzia ni miwili tu, tena kwa sigha, structure, mfumo wa mithaqan ghalidha. Hebu sema mikataba hii ni miwili tu. Mkataba wa kwanza ni upi? Mkataba baina ya Allah na manabii na mitume wake. Pindi alipokuwa akiwapa unabii na utume anawatuma, alikuwa akiingia nao mkataba huo mzito, agano hilo zito, makubaliano hayo mazito ambayo Allah mwenyewe kayaita ndani ya Qur'ani mithaqan ghalidha. Mkataba wa pili jamani, mkataba wa ndoa. Allah anasema wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Tena karudia vile vile mithaqan ghalidha. Kwa hiyo ukiulizwa, tutajie mikataba mizito minene ya maana, maagano makubwa mawili ambayo Allah ndani ya Qur'ani kayaita kwa jina la mithaqan ghalidha. Utasema mkataba wa kwanza ni ule wa Allah na manabii wakati anawatuma kwa wanadamu, na mkataba wa pili ni mkataba baina ya wanandoa. Ni jambo kubwa sana hilo. Kwa hiyo kina mama wa Kiislamu, jambo la kwanza ambalo halina utani ni ndoa. Na nimeeleza halina utani kivipi, nadhani mmeelewa Ukiwa ndani ya ndoa na mumeo au na mkeo, kutaniana ni jambo muhimu kabisa. Hata Mtume alikuwa akiwatania wake zake. Yanazidi kuvuta masiku na kujenga mahaba, furaha na ukaribu na mazoea, vile vile kuzoeana zaidi. Tunaposema ndoa haina utani, hatukusudii wanandoa wasitaniane, bali tunakusudia mtu akimwozesha mtu utani, basi naye akasema nimekubali, pale ndoa imeshapita. Leo angalieni vijana wengi wa Kiislamu walivyochanganyikiwa. Nina msemo unaopenda kusemaga, wanajifanya wamedata na kujizima data. Mtu mpirani, Simba na Yanga, vijana wanawekeana mikataba mpaka wake zao, kwamba mimi bwana, timu yangu ikifungwa unamchukua mke wangu wa kwako. Je, hapa mnasemaje kina mama? Wa kwake? Wa kwake? Hapa hawezi kuwa wa kwake, ni mke wa mtu. Mke wa mtu haolewi. Kumbe afanyeje? Timu yangu, siwafundishi wasende, lakini nakuelekezeni kimasomo. Mkitufunga basi hiyo ndio talaka ya mke wangu. Mnasemaje? Imetoka haijatoka? Imetoka. Ushahidi, nisemeni hadithi imesemaje? Thalathun jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu. Mambo matatu, ukweli wake ni ukweli na utani wake ni ukweli. Tumefahamiana hapa? Kwa hiyo jambo la kwanza ni ndoa, na mfano niliotoa mmeelewa, baina ya bwana Ghalib na bwana Hussein. Unasemaje bwana Ghalib? Binti yako anaitwa nani? Mfano umeelewa? Nimeelewa. Nitolee mimi nione. Sasa mbona unitaji? Nikubali? Jamani, nikubali nichukue jiko? Sasa acheni maskhara.
ndoa haina maskhara, kuonyesha kwamba haya ni mambo matatu ambayo ni mazito katika Uislamu, hayana maskhara wala utani. Tumeelewana jamani eh? Twende jambo la pili sasa. Mtume anasema jambo la kwanza an-nikahu, ni ndoa. Akasema jambo la pili wat-talaqu, talaka. Na jambo la tatu waraj'atu, na rejea. Nini maana ya talaka? Talaka maana yake halu aqdin nikah, kufungua fungamano la ndoa. Hii ndio maana talaka, kuvunja agano la ndoa, kuvunja mkataba wa ndoa, ndio maana ya talaka. Ukiulizwa nitajie maana ya talaka katika lugha ya Kiarabu au katika Uislamu, utasema kufungua kifundo cha ndoa, kufungua kifundo cha ndoa, kuvunja agano la ndoa, kuvunja mkataba wa ndoa, kuvunja makubaliano ya kindoa. Hii ndio maana ya talaka. Na talaka, kina mama, katika Uislamu ni jambo la halali pale panapobidi, lakini ni halali ambayo inamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, abghadul halali inda Allahi at-talaqu, halali yenye kuchukiza mbele ya Allah ni talaka. Hadithi hii wanawachuoni wameikhtilafiana juu yake, wako waliosema ni sahihi na wako waliosema ni dhaifu, lakini wote wanakubaliana ya kuwa kimaana na kitafsiri ni sahihi. Talaka ndio halali ambayo inamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Na talaka, kina mama, kuonyesha umuhimu wa ndoa, uchawi malengo yake makuu, lengo kuu la uchawi mnalijua. Wiki iliyopita, Ijumaa ya jana, nilikuwa nikitoa hotuba kuhusu historia ya uchawi. Ingieni YouTube mtaiona, hotuba itakupeni faida. Uchawi ulianza lini? Tukasema uchawi ulianza katika nchi ya Iraki, katika mji wa Babil. Watu wa Biblia wanaita Babeli, kwenye Qur'an inaitwa Babil. Tuko pamoja? Qur'an inathibitisha ya kuwa malengo makuu ya kuja kwa uchawi ni kuvunja ndoa. Hebu niambieni sasa, hapa ndoa jambo zito au jambo dogo? وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Na wachawi malengo yao makuu ya kujifunza uchawi ili waje wavunje na wafarakanishe na watenganishe baina ya mke na mume. Na Bwana Mtume anatuambia Iblis, bwana mkubwa huyo Iblis. Mnajua Iblis kwamba ni mkubwa kuliko baba yetu Adam? Mnajua hilo? Baba yetu Adam ameishi miaka 1000 au zaidi na kidogo. Adam anaumbwa, anamkuta Iblis yuko hai. Adam tangia amekufa jamani, mpaka leo miaka mingapi imepita? Hakuna anayejua. Lakini huyu mwamba yuko hai mpaka leo, na kamuomba Allah asife ili ahakikishe anatuteketeza. Allah akamwambia, hapana, kufa utakufa, ila nitakupa umri mrefu, utakuwa wewe mwisho kuondoka duniani. Mnajua yuko wapi sasa hivi? Bwana Mtume kasema anaishi baharini. Wazee wa baharini mnamfuata kwake, mjue. Tena baadhi ya watu, subhanallah, wanawake wa zama hizi wakienda baharini wanasaula kabisa. Mnamfuata na kibanda chake kajenga katikati ya bahari. Bwana Mtume anasema kakunja 4.
hafanyi kazi kama zamani. Fayab'athu sarayahu, yeye anatuma watoto wake kwa wajukuu zake, vitoto vyake, nendeni mkapambana na wanadamu, nendeni mkawapotoshe, mkawasababishie madhambi, makosa machafu. Jioni wanarudi kupeleka ripoti, wanafunga mstari katikati ya bahari. Haya, wewe leo umefanyaje? Leo nimemfanya hajati fulani, kamsengenya fulani. Hiyo dhambi kubwa kusengenya, lakini sasa moja tu hilo, kaa pembeni, hujanifurahisha. Na wewe, mimi nimefanya hivi na hivi, hilo tu, kaa pembeni. Atasogea mmoja, asema leo bwana, nimewasha moto baina mke na mume bwana, nimehakikisha sijachomoka humo chumbani mpaka jamaa akatoa talaka. Anamwambia wewe, safi sana, wewe sasa ndo komando wangu, kuanzia leo ni chawa wangu, utakuwa huku unaishi na mimi. Sasa wewe, nipe talaka yangu, nipe talaka yangu, nipe karatasi yangu. Ujue unamfurahisha bwana mkubwa. Na mimi nawafundishaga waume zenu msikitini, ukidai karatasi akupe tu, shika maiki, nitoe karatasi man, shika, nipe karatasi yangu. Unataka nini? Unataka nini? Karatasi yako bibi, umenichoka mie sehemu mzima Haya, hii hapa bibi. Shida si karatasi tu, hii hapa. Wala msipe tabu, karatasi tutakupeni, lakini hatutoandika kitu, plain empty. Hicho ndio karatasi yako. Aliyekwambia ndoa ya Kiislamu ni karatasi nani? Aliyekwambia talaka, aliyekwambia talaka katika Uislamu ni karatasi ni nini? Talaka katika Uislamu ni matamshi. Kishki TV, nuru ya dini yako.